Alijaribu kuwasha tena taa hiyo, lakini iligoma. Giza kubwa lilikuwa limemzunguka na aliona kuwa kila alipoangalia, ulimwengu ulikuwa unabadilika. Sauti za ajabu zilianza kusikika. Zilikuwa kama nyimbo za huzuni, sauti za watu waliokuwa wakiomboleza. Daudi alijua kwamba sauti hizo hazikuwa za wanyama. Alijua kuwa alikuwa akisikiliza sauti za watu, lakini watu hawa walikuwa hawakuonekana. Daudi alijua kuwa alikuwa amekosea kuingia katika msitu huu, lakini aliendelea mbele akiwa na shauku kubwa ya kugundua kile kilichokuwa kinamwita. Kadri alivyokuwa akitembea, sauti hizo zilikuwa zikikaribia zaidi. Alijua kuwa alikosea kuchagua njia, lakini aliendelea bila kujua la kufanya. Ghafla alikumbana na kitu cha kushangaza. Mbele yake aliona kijiji kingine kilichojificha ndani ya giza. Kilikuwa kijiji cha tofauti, chenye nyumba za zamani, zilizozungukwa na majani makavu na miti iliyonyauka. Watu walikuwa wakitembea kwa polepole na walikuwa wakiwa wamevaa mavazi ya miaka mingi iliyopita. Macho yao yalikuwa mekundu, kama walikuwa wamekufa kwa muda mrefu, lakini bado waliendelea kutembea. Daudi alisimama kwa mshangao, huku akijaribu kuelewa kile alichokuwa akiona. Watu hawa walikuwa kama wafu waliojificha katika mwili wenye uhai. Walikuwa wakiwa na tabasamu la kutisha, lakini hakukuwa na sauti yoyote kutoka kwao. Mmoja wa watu hao alijieleza kwa polepole na kumtazama Daudi kwa macho yake mekundu. Hujakuja kwa ajili ya sisi?" alizungumza kwa sauti ya kikatili. Ni nani ninyi?" aliuliza Daudi kwa mshtuko, akijua kuwa hakukutana na binadamu wa kawaida. Na kwa nini mna macho mekundu?" Hatufai kuwa wafu," alisema mtu mwingine kwa sauti ya chini, "lakini hatufai pia kuwa hai. Tumekatazwa kutoka hapa. Endelea kwenda mbele, Daudi." Daudi alijua kuwa alikuwa katika hatari kubwa, lakini aliendelea mbele akijua kuwa atapata majibu kwa maswali yake yote. Lakini je, ataruhusiwa kurudi salama kutoka kwa kijiji hiki cha ajabu?